Habari za saizi ndugu zangu, ni bingwa tiba asili ya Afrika Dr. Imani Mandoto. Siku ya leo nataka niwape elimu juu ya namna gani unavyoweza kutumia nyota ya tajiri ambaye hayupo katika ulimwengu wa dunia. Ieleweke, matajiri wanaishi katika mili, baada ya muda huwa wanaweza kupoteza maisha kwa nafsi zao kuachana na mwili wao. Miili yao huwa inazikwa, lakini nafsi zao zinakuwa bado zipo, na katika uganga wa jadi nafsi ya mtu bado inakuwa ina nguvu hata kama yeye mwenyewe hayupo duniani. Kwa hiyo ninachotaka nikwambie ni kwamba unaweza kuchukua energy ama nguvu ya yule tajiri ambayo aliyokuwa hayupo katika mwili, imebakia nafsi, lakini nguvu yake unaweza kuitumia wewe mtu ambaye unafanya kitu kama yeye. Ieleweke ninachozungumza. Kama kuna tajiri ambaye alikuwa anafanya biashara za magari na alikuwa anafanya kimafanikio mpaka anaondoka maisha yake hapa duniani, alikuwa ni mtu anayefanya vitu hivyo kwa mafanikio, na wewe ni mfanyabiashara mdogo ambaye unafanya biashara kama hizo za magari kwa alizokuwa anafanya huyo tajiri ambaye amekufa, tuna uwezo wa kuchukua nguvu katika uganga wa jadi tukaweza kukupandikizia wewe na ukaweza kufanya kama alivyokuwa anafanya yeye, na ukawa ni muongozo kwako wa kuyaendea mafanikio. Ieleweke, kinachomfanya mtu aweze kuoperate katika hii dunia nimeshazungumza ni nyota. Sasa nyota huwa haifi, unayekufa ni mwili, kwa sababu nyota inatembea na nafsi. Nyota kama inatembea na nafsi na roho, ina maana huyu mtu hawezi kufa, anayekufa ni mwili. Kwa hiyo kama mwili wake umezikwa na wewe huyo mtu unamtambua, kitu cha kwanza unachotakiwa kufanya ni kujua mtu huyo mwili wake umezikwa wapi. Ukishajua sehemu ulipozikwa mwili wake, habari inakuwa tumeimaliza. Sisi waganga wa jadi tunachokifanya, tunakwenda mpaka kwenye hilo kaburi lake, na tukifika kwenye hilo kaburi lake tunafanya maombi. Hatufanyi kitu kingine chochote isipokuwa tunachokifanya ni maombi ya kuiomba mizimu ya upande wa kwao, yani mizimu ya kwa baba yake na ya kwa mama yake. Bahati nzuri tukishapata jina la huyo mtu, tunaweza kujua kabila lake na tunaweza kuaccess mpaka mizimu ya kwao, tukaweza kuomba ile nguvu, ile nishati aliyokuwa anaitumia yeye. Tunapozungumzia nguvu, tunamaanisha ni mchakato unaotoka katika roho kuja katika nafsi, inayokwenda kuufanya mwili uweze kuchukua hatua. Hicho ndicho kitu tunachokwenda kukichukua, ambacho ni mawimbi yenye nguvu ambayo yanayokuwa yanaopaleti kwa mtu, na mawimbi haya yanakuwa hayafi, na mawimbi yale yanakuwa yapo. Kwa hiyo kama wewe ulikuwa unafanya kitu kama hicho cha huyo mtu, tunaweza kufanya hicho katika uganga wa jadi, na wewe ukaweza kukirisi na ukaweza kupata karama na nguvu ya kuweza kupambana na kuendesha biashara yako kama alivyokuwa anaendesha huyo tajiri kwa mafanikio. Na hii sio kwa watu wanaofanya biashara tu, hata kwa hao watu wenye karama na vipaji mbalimbali. Tukichukulia kwa mfano, kama wewe una huduma fulani unaoifanya, iwe ni huduma ya kiuganga kama mimi Dr. Mandoto. Kwa mfano kama mimi Dr. Mandoto, ina maana kwamba kama wewe unataka kuwa na nguvu kama mimi Dr. Mandoto, au kama mganga fulani, unachokifanya kama huyo mganga amepoteza maisha, ametoka katika nafsi yake, imetoka katika mwili, unachotakiwa kufanya ni kujua tu mwili wake umelala wapi. Hata sisi waganga tunafanya hivyo. Tunachokifanya sisi, tunakwenda kwa wale waganga wenye karama kwenye makaburi yao, tunakwenda kutoa kafara, tunaomba kwenye mizimu, kisha mizimu kupitia nafsi ya yule mtu tunaweza kupata ile nguvu inakuja kusisi kwenye mizimu yetu, kwenye nguvu zetu za uganga, tunaweza kufanya kazi kwa karama za yule mtu. Kwa hiyo ieleweke, katika uganga wa jadi huwa mtu aliyekufa nguvu yake inaweza kutumika tena, na ndio maana kama unajua mganga anaweza akakuchukua akakupeleka makaburini. Kwa nini anakupeleka makaburini? Anakupeleka makaburini kwa sababu anakuwa kuna kaburi ameshalijua kwamba kuna mtu ambaye alikuwa anafanya vitu vizuri kama hivyo unavyovitaka wewe. Kwa mfano kama wewe ni msanii, ni mwanamuziki, ina maana tunaweza kwenda kwenye kaburi la mtu ambaye alikuwa ni mwanamuziki mkubwa wa kiwango ambacho unachotamani kufika wewe, tukaenda kutumia ile nguvu yake kukupandikizia wewe kupitia uganga wa jadi kwenye mambo ya mizimu. Unaweza kuipata nguvu ile na wewe ukaweza kupata nyota ya umaarufu kama aliyokuwa nayo yeye. Waswahili wanasema ukikaa karibu na uwaridi unanukia. Na kwa hiyo unapokwenda kuchukua nyota ya yule mtu, nguvu yake ile ukaanza kuitumia wewe, ina maana unapata power, unapata nguvu ya kuweza kumudu mazingira na watu wakaweza kukukubali. Vivyo hivyo hata kwenye mambo ya viongozi wakubwa, ndio maana hata ukiangalia makaburi makubwa ya viongozi yanalindwa. Na yanalindwa kwa sababu gani? Ili watu msije mkaenda mkapata vitu kama hivyo, ili mkaweza kuvitumia tofauti. Maana ieleweke, ndio maana unaambiwa tunakwenda kwenye mzimu. Hata wale mabondia ukiangalia bondia anaweza kwenda kwenye kaburi la bondia maarufu, anakwenda kuomba pale, anakwenda kuchukua nguvu, kwa sababu yule mtu amekufa lakini nguvu yake bado ipo. Unaweza kuichukua na ukaitumia, lakini hicho ni kitu ambacho kinachopatikana kwenye uganga wa jadi. Na tunachokifanya, tunakuweka chini, kuna chaka fara unaziandaa,
tunakuagua. Tukisha kuagua, kuna pete tunakupa, kuna vingira tunakupa, tunakuvisha kaniki, ndio tunakupeleka pale. Kama tunakwenda kuchukua nyota na nguvu zote, unakwenda kaniki chini, juu kitambaa cheupe tunakuweka juu ya kaburi la yule mtu, tunafanya maombi, tunatoa kafara zetu za kiuganga. Ile nguvu tunaipata kupitia mizimu yao, kwa sababu kila mtu unayemwona yuko hai ni mtu aliyotoka kwenye mzimu fulani. Uwe kabila la Kigogo, kabila la Kizigua, kabila la Kibena, kabila lolote lile, bora tujue yule mtu pale ni kabila gani, na tutayajua hayo kupitia mambo ya mizimu na majini. Tunaweza kujua kila kitu kinachomhusu mtu na tukaweza kuaccess ile nguvu, kuichukua na wewe ukaweza kuitumia. Naamini utakuwa umepata elimu ya kutosha na umejua kabisa kwenye uganga wa jadi kuna namna unaweza kutumia nguvu ya mtu aliyokuwa ameondoka katika mwili, aliyekufa na kuzikwa. Tunaweza kutumia nguvu yake, ieleweke. Nguvu yake inaweza kutumika ikaweza kukufanya wewe uweze kupata mafanikio, kufanikiwa kama alivyofanikiwa yeye. Mpaka hapo nimefikia mwisho. Kwa majina naitwa Dr. Imani Mandoto, ni bingwa, ni guru, ni gwiji wa tiba za asili na uganga wa jadi kutoka Handeni, mkoa wa Tanga, na leo nilikuwa nakupa elimu kama hiyo upate kuelewa. Kwa hiyo kama wewe baba yako ni mfanyabiashara, usihangaike. Tuna namna tunavyoweza kukufanyia hata kama baba yako amefariki, ukalisi zile nguvu zake na ukaendesha biashara. Kwa bahati nzuri, watu wote ambao ni wafanyabiashara wakubwa wanaelewa hizi elimu ninazozielekeza hapo, au watu ambao wana mamlaka wanatumia nguvu za majini na mizimu wanaelewa namna ya kutransfer nguvu kutoka kwao kwenda kwa warithi wao kabla wanakuwa hawajaondoka. Lakini kuna wengine ambao hawajui. Kwa hiyo kama wewe kuna mtu amekufa hajajua elimu kama hii, tunaweza kwenda kuichukua nguvu yake na ukaweza kuitumia wewe. Unachotakiwa ni kunifanyia mawasiliano kwa namba yangu ya simu ya 0655 942428. Bingwa tiba si Afrika, Dr. Imani Mandoto. Asante kwa kunisikiliza na kunitazama.